Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ningependa kuwakaribisha kwa kipindi chetu cha leo. Tunajifunza kuhusu wafu wako wapi? Leo ni siku ya 20, leo ni siku ya leo ni Sabato. 20 mwezi wa 4 tarehe 26 mwaka wa 2025. Tungependa leo tujifunze kuhusu wafu wako wapi? Tumezidi kupata kusikia mambo mengi kuhusu wafu, lakini leo tutajifunza kwa vitabu za Mungu ambayo ni Biblia. Biblia inatueleza kuhusu wafu wako wapi, ama wafu mtu anapokufa anaenda mbinguni, ama mtu anapokufa ataenda peponi, ama mtu anapokufa anaenda wapi? Sasa tunataka leo tujue ukweli wa mambo. Wafu wakikufa wanaenda wapi? Kama desturi, ibada yetu, kabla ya kuanza jambo lolote, tunastahili tumuhusishe Mungu mbele. Ukisoma katika Methali 3:5-6 inasema, umkiri Mungu kwa njia zako, naye atanyosha mapito ya njia yako. Ya kwanza. Tukisoma katika tena Timotheo wa kwanza 2:1 inasema, kwa hivyo basi Mungu mwenyewe anahitaji dua, sala na maombezi fanyike kwa ajili yake. Hiyo ni Timotheo wa kwanza 2:1. Kabla ya mambo yote, Mungu mwenyewe anahitaji dua, anahitaji sala, anahitaji maombezi zifanyike kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wote. Sasa tuamini na tuombe. Baba mwema, tuja mbele zako jioni leo tukisema ni asante. Bwana ya kwamba Mungu wangu tumeweza kusanyika, Mungu wangu, ili tuweze kupata chakula cha kiroho. Mungu wangu tuongoze, tutangulie, ili Mungu wangu tuweze kupata chochote ambacho Mungu wangu umekusudia sisi sikio leo kujifunza. Hakuna mwingine kama yeye. Mungu wangu, guza wale ambao wanao sikiza habari hii. Waguze Mungu wangu, watie nguvu Mungu wangu, ili waweze kupata ujumbe. Kwa maana wewe ni Mungu mkuu, Mungu mtakatifu, hakuna mwingine kama yeye. Kupitia kwa jina la mwanawe Yesu Kristo naomba tukiamini. Amen. Haya, tukiendelea tunasoma kuhusu wafu mtu anapokufa anaenda wapi? Tukianza katika Isaya 34:16, tujitafutie wenyewe katika vitabu cha Mungu. Chochote ambacho tunachokiuliza katika maisha yetu tunastahili kuitafuta katika vitabu vya Mungu. Na kitabu cha Mungu ni gani? Kitabu cha Mungu haizi kuwa Ali Krishna. Hapana, kitabu cha Mungu ni Biblia. Kwa maana Biblia ndio pumzi ya Mungu, na Biblia ndiyo ambayo Mungu mwenyewe aliandika kwa hati yake alipochukua amri 10 akampa Musa. Alipompa Musa amri 10, naye Musa akawaletea wana wa Israeli waweze kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu. Sasa tukiona hapo hivyo, Mungu mwenyewe ni mwandishi wa Biblia. Mwandishi wa kwanza wa Biblia ni Mungu mwenyewe. Ndio maana Biblia tunasema ni kitabu cha Mungu. Tukiendelea tukisoma katika ukweli wa Thessalonike wa kwanza 4:13. Wa Thessalonike wa kwanza 4:13 inasema aje? Wa Thessalonike wa kwanza wa Thessalonike wa kwanza wa Thessalonike wa kwanza 4:13 inasema, zaidi ya hayo, akina ndugu zangu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala usingizi katika kifo, ili msiwe na huzuni kama wale watu wengine wasio na tumaini. Umeona? Sasa Mungu mwenyewe ametueleza lazima tujue vile wale wamelala aje. Hiyo ni katika kitabu cha Mungu, inapatikana katika Wathesalonike wa kwanza 4:13. Zaidi ya hayo, akina ndugu zangu, sasa sisi hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala usingizi katika kifo. Kumbe na Biblia inakiri ya kwamba wale ambao wamekufa wamelala usingizi katika kifo. Umeona? Sasa tukitoka tena hapo hivyo tena katika Kumbukumbu la Torati
nane, Kumbukumbu la Torati 18:10. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ni vitabu vya Musa ambayo alivyoandika, alivyoongozwa na Roho wa Mungu kuandika. Kumbukumbu la Torati 18:10 inasema asipatikane ndani yake yeyote anayempitisha mwana wake au binti yake katikati ya moto, yeyote anayefanya uaguzi, mwenye kufanya uchawi, au yeyote anayetafuta ishara za bahati au mlozi. Kumbe na Biblia inatuambia mtu yote asifanye uchawi, asitafute ishara ya bahati, na mtu yote ambaye anayetafuta asipitishe Biblia katika moto. Umeona? Sababu Biblia sasa imetuonya ukweli kuhusu wale ambao wanafanya uchawi, wale ambao wanatafuta ishara za bahati za maisha. Biblia imetuonya. Tukiendelea hali sasa, je, tukiuliza Biblia, hali ya wafu iko aje? Yaani hali yao waliokufa katika kaburi iko aje? Watu wengi wanasema mtu akikufa mwili inaenda kaburini, lakini roho inamwendea Mungu. Lakini leo tunajua ukweli. Sasa tunaanza sasa mafundisho sasa. Hali yao waliokufa iko aje? Tukiangalia katika Zaburi 49:7. Zaburi 49:7 inasema hakuna hata mmoja wao anayeweza kumwombea hata ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Kumbe naye Biblia inatuambia sisi ambao tuko hai hatuwezi waombea wale, ama hatuwezi mhonga Mungu kwa wale ambao waliokufa ili warudi katika tumaini la Mungu. Biblia imetukataza. Kuna wale ambao wanasema mtu akikufa kwanza anaenda kwanza toharani. Baada ya toharani ndio sasa anaombewa dhambi zake. Baada ya kuombewa dhambi zake ndio sasa anaenda mbinguni. Biblia imetukataza. Nasema sisi hatuwezi muonga Mungu. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Zaburi 49:7. Haya, tukiendelea, matendo yao waliokufa iko aje? Matendo yao waliokufa. Matendo yenye mtu amekufa, matendo yake iko aje? Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14:13. Ufunuo wa Yohana 14:13 inasema, nami nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, wenye furaha ni wafu wanaokufa katika muungano na Bwana tangu wakati huu na kuendelea. Ndiyo roho inasema, acheni wapumzike kutokana na machozi zao na jasho zao, kwa maana mambo yaliyotenda kutokana na kazi zao. Kwa maana mambo yaliyotenda nao moja kwa moja. Kumbe sasa Biblia imetuambia, nami nikasikia. Sasa hapo sasa ni Yohana alisikia sauti. Sasa heri mtu ambaye anayekufa katika Kristo. Kwa maana mtu akikufa katika Kristo, kitu ya kwanza atapata uzima wa milele. Kitu ya pili, kufa katika Kristo utafufuliwa pale ambapo mwana wa Mungu ajapo. Ukikufa katika Kristo, wewe uko na tumaini la ufufuo wa pili. Kwa maana uzima wa milele unatoka kwa Baba, baada ya kwa Baba inakuja kwa Mwana, ndio kutoka kwa Mwana inakuja sisi kwetu. Nani anayefaa kufa? Siku hizi mambo imekuwa mengi. Tunapata kwamba mtu mdogo anakufa, wazee wanakufa, watoto wa miaka 26 wanakufa. Lakini je, Biblia imeruhusu hao watu kukufa mapema? Unajua sasa Mungu, makusudi ya Mungu si ati wewe ukufe mapema. Makusudi ya Mungu ni wewe ukuje uzae, ukishazaa watoto wako upate watoto, ukishapata watoto hao watoto wako wakuja kusaidie, upate wajukuu. Sasa
utakapochukuliwa na Mungu, utakapochukuliwa na Mungu, utaishi maisha ya tumaini katika uzee. Lakini Mungu hawezi kuchukua, kama bado ngali kijana. Haya, tukiuliza Biblia nani anayefaa kufa? Tukiangalia ile kitabu cha Mungu Mwanzo 2:15 hadi 17. Mwanzo 2:15 hadi 17. Nasema na Yehova akamchukua mtu na 15:17, na Yehova akamchukua mtu na kumweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. 16. Na Yehova Mungu akamwambia mtu. Na Yehova Mungu akamweka mtu. Na Yehova Mungu akaweka mtu amri hii: matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula mpaka ushibe, lakini kuhusu matunda ya mti ya uzima wa milele ambayo usile, kwa maana siku utakapokula utakufa hakika. Kumbe sasa Mungu alipomuumba Adamu, alimweka katika bustani ya Edeni. Baada ya kumweka katika bustani ya Edeni, akamwambia matunda ya kando kando yote utaikula kutokana na hizo miti za kando kando, lakini matunda ya kati usikule, kwa hakika utakufa. Umeona, Mungu alisema kwa hakika utakufa. Sasa pasa ni dhambi kufa, yani kufa kwa hakika utakufa. Sasa mwenye dhambi atakufa. Tukisoma hapo tukiuliza Biblia, mwenye dhambi je, anaweza kufa? Mwanzo 3:1. Basi nyoka alikuwa mwenye kujihadhari kuliko wanyama wote wa mwitu, mwituni ambao Yehova alikuwa amewafanya. Kwa hivyo akaanza kumwambia mwanamke, je, ni kweli kwamba Mungu alisema msile matunda ya bustani? 2. Mwanadamu akamjibu na kumwambia nyoka, tunaweza kula matunda ya mti ya bustani, lakini kuhusu kula matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiyale. Umeona, Mungu alisema msiyale wala msiyaguse ili msife. Ndipo nyoka, hapo ni 4. Ndipo nyoka akamwambia mwanadamu, hakika hamtakufa. Umeona, hapo nyoka alimwambia mwanadamu hakika hamtakufa, lakini Mungu mwanzoni alikuwa amesema hakika utakufa. Tukiendelea, je, tukisoma katika kitabu cha Warumi 6:23, Warumi 6:23, Warumi 6:23, Warumi 6:23, Warumi 6:23, Warumi 6:23, Warumi 6:23 nasema aje? Kwa maana mshahara ambao dhambi huleta ni kifo. Kumbe sasa hapa hivi Biblia inakiri kumbe hapa Biblia inakiri ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na dhambi ni maana ya dhambi. Tunasema maana ya dhambi ni kwenda na kinyume cha sheria ya Mungu. Ndio maana ya dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa je, Hawa, Adamu na Hawa walipokula ile tunda ya kati walipatikana na mauti, kwa
Kwa sababu hapo Warumi 6:23 nasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, lakini zawadi ambayo Mungu hutoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Unaona? Zawadi ya Mungu ni uzima wa milele kupitia kwa nani? Kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Tumeona kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kifo, tukiuliza Biblia, kifo ya pili ni gani? Kulingana na Biblia, kifo ya pili ni gani? Ufunuo 20:12. Ufunuo 20:12. Ufunuo 20:12 nasema, nami nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme, na vitabu vyao vikafungwa, lakini kitabu kingine cha kukungwa kikafunguliwa. Vikafungwa, lakini kitabu kingine cha kukungwa kikafunguliwa. Hicho ni kitabu cha uzima. Kumbe hapa kitabu cha uzima kilifunguliwa, na wafu wakahukumiwa kutokana na mambo yale yaliyoandikwa katika vile vitabu kulingana na matendo yao. Kumbe hapa wafu walihukumiwa kulingana na matendo. Sasa wewe ukikufa utahukumiwa, Mungu atakuhukumu kulingana na matendo yako. Kiendelea na bahari ikawatokea wale wafu waliokufa ndani yake, na kifo na kaburi vikawatokea wale wafu walikuwa ndani yake, nao walihukumiwa kila mmoja kulingana na matendo yao. Umeona? Sasa wewe ukifanya dhambi, Mungu atakuhukumu kulingana na matendo yako. 14. Na kifo na kaburi vikatupwa ndani ya lile ziwa la moto. Kumbe sasa sisi ambao tumwamini Mungu, kifo na kaburi zitatupwa katika zile ziwa la moto, zitachomwa. Sasa kifo na kaburi ni kama karatasi kwa Mungu, zitachomwa na zitapotea kabisa. Hili linamaanisha kifo ya pili, lile ziwa la moto. Hili linamaanisha kifo ya pili, lile ziwa la moto. Haya, tukiendelea inasema sasa tukiuliza Mungu, mtu anafaa kukufa akiwa na miaka ngapi? Hiyo ni swali mingi ambayo watu wamekuwa wakiuliza. Mtu anafaa kufa akiwa na miaka ngapi? Watu hawajui. Mtu anafikiri Mungu anaweza kuchukua ukiwa na miaka 20. Hiyo sio makusudi ya Mungu. Mungu hawezi kuchukua mtu na miaka 20 ama miaka 30. Sasa leo tuulize Biblia, mtu anafaa kufa akiwa na miaka ngapi? Inapatikana katika kitabu cha Isaya 65, Isaya 65:20. Isaya 65:20. Isaya 65:20. Isaya 65:20. Isaya 65:20. 65:20 nasema, apata kuwa tena kutokana mahali hapa mtoto apata kuwa tena kutokana mahali hapa mtoto nyonya, anaishi siku chache, wala mzee ambaye hatimizi siku zake. Sasa Biblia inatuambia mtu akikufa apata kuwa tena. Hapo ni Isaya 65:20. Kwa maana mtu atakufa akiwa mvulana
akiwa mvulana tu, ingawa ana umri wa miaka 100. Sasa kwa Mungu, kama uko na miaka 100, wewe ni mvulana kwa Mungu. Sasa hapo ndio utakufa kama wewe ni mvulana. Kwa maana ukikuwa na miaka 100, sasa hapo wewe ni mvulana kwa Mungu. Na kuhusu mtenda dhambi, ingawa ana umri wa miaka 100, yeye atalaaniwa. Kama ni mtenda dhambi ukufe kwa miaka 100, hapo hivyo Mungu ameshakulaani, kwa maana wewe umekufa katika miaka 100, umekufa uko na miaka 100, lakini wewe ni mtenda dhambi. Sasa kumaanisha sasa Mungu anachukia dhambi. Sasa wewe umelaaniwa kwa maana umekufa katika dhambi. Sijui kama hapo tumeelewana. Hapo inapatikana katika kitabu cha Isaya 65:20. Tukienda kuuliza Biblia, kwa nini miaka zetu Mungu alizipunguza? Siku hizi watu wanakufa kwa na miaka kidogo sana. Sasa tunataka tuulize Biblia, tuulize Mungu, kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe hapa hivi katika kitabu cha Isaya 65:20 amesema mtu mvulana mtambea kwa na miaka 100. Na mtu hata kufa kama ana miaka 100. Na mtu ambaye anayekufa katika alikuwa na miaka 100 na ni mtenda dhambi, huyu amelaaniwa. Sasa tukuuliza Biblia, tukuuliza Mungu kupitia kwa Biblia, mtu anapokufa na miaka 20, je, ni haki? Matendo Methali 10:27. Methali 10:27. Mithali 10:27. Inasema kumwogopa Yehova kutaongeza siku, lakini miaka ya waovu itafupishwa. Kumbe wewe unapomwogopa Mungu inaongeza siku, lakini wewe unapotenda dhambi siku zako duniani zimepunguzwa. Hiyo ndio maana watu wengi hizi siku wanakufa, kwa sababu hawamwogopi Mungu. Na kumwogopa Mungu ni kufuata sheria zake. Kama wewe haumwogopi Mungu na ufuate sheria zake, miaka zako kuishi duniani zimepunguzwa. Kulingana na hii andiko inasema Methali 10:27. Kumwogopa Yehova kutaongeza siku, lakini miaka ya waovu itafupishwa. Wakristo sisi takana sasa tumwogope Mungu ili siku zetu ziongezwe. Usipomwogopa Mungu siku zako haziongezwa katika dunia hii ambaye Mungu ametupea kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Tukiendelea tena udhibitisho mwingine tena, amri ya 5 inasema aje? Kumbukumbu la Torati Kutoka 20:12. Andiko lingine ambalo linaguzia kuhusu kwa nini maisha ya watu, kwa nini miaka ya watu wa dunia wa sasa, ulimwengu wa saizi, watu wanakufa kama wangali miaka kidogo. Kutoka 20:12 inasema aje? Mheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa ndefu. Kumbe ukimwogopa Mungu, ukija tena uheshimu baba yako na mama yako, hizo zinaambatana sambamba, siku zako ziongezeke duniani. Mheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa ndefu juu ya nchi ambayo Yehova Mungu wako anakupea wewe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kumbe sasa ukimwogopa Mungu na umheshimu baba na mama yako, siku zako zinaongezeka duniani. Usipomwogopa Mungu, usipomheshimu baba yako na mama yako, siku zako zinapunguzwa. Hapo hivyo ni kulingana na andiko inasema ya kwanza Kutoka 20:12. Tena ingine tena ni Methali 10:27. Tukiendelea na mafunzo yetu ile siku ya leo, watu wanapaswa kupumzika, wanapaswa
kupumzika kwa miaka kutokana na Mungu na maovu yao. Watu wanapunguziwa miaka. Kwa nini watu siku hizi wanapunguziwa miaka? Kwa kutokana kwa kutomtii Mungu. Watu wanapunguziwa miaka kwa kutomtii Mungu na maonyo ya Mungu. Watu wanapunguziwa miaka kwa kutomtii Mungu na kupuuza maonyo ya Mungu. Kwa nini? Methali 1:23. Methali 1:23 hadi 26. Methali 1:23 hadi 26. Nasema, geukeni mpate kuripikia langu. Geukeni mpate karibio langu, ndipo mimi nitafanya roho yangu ibubujike juu yenu. Kumbe roho ya Mungu huanga inabubujika juu ya mwanadamu. Roho yake ibubujike juu yetu. Nitawajulisheni maneno yangu. Sasa kwa kububujika roho ya Mungu, sasa Mungu anatujulisha mambo yake kwa kububujika roho yake juu yetu. Tukiendelea nasema, nitawaonesha maneno yangu, kwa sababu nimewaita lakini mnaendelea kukataa. Kumbe sasa Mungu naye anatuita lakini sisi tunakataa. Nimenyosha mkono wangu lakini hakuna yeyote anayetazama. Nani mnazidi kupuuza mashauri yangu yote, wala hamkukaribia wala hamkubali karibio langu. Mimi 26, mimi ndacheka taabu yenu. Mimi ndacheka taabu yenu. Sasa kumbe sasa Mungu sasa